Na wewe unaweza sema mimi sihusiki bwana, utahusika. Yakipigwa mabomu moto kawaka utabaki. Kama una kumbukumbu nzuri, kuna binti moja tu Akwilina alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu akiwa ndani ya daladala. Kwa sababu hapakuwa na haki kwa mawakala wa Chadema kule Kinondoni, wakanyimwa fomu za wakala. Kwenye kudai zile fomu, kwa sababu mbeba uchaguzi yale, yule binti alipigwa risasi akafa. Kwa hiyo ukisema kwa mimi sihusiki, risasi ikipigwa kwa mambo ya uchaguzi utafanya dada ndani ya daladala, hata kama chumbani kufuata. Ni vizuri jambo kulisema kwa wazi kabla hajafika. Mimi nimelisema kanisani, nimelisema kote. Tunapodai uchaguzi kwa maana ya kumchagua kiongozi ambaye atatuongoza kwa ngazi ya kijiji, mtaa, vitongoji, kata, jimbo mpaka taifa, ni mchakato ambao umekuwa na madhara makubwa sana kwa taifa letu, na wanaokufa wengi ni waumini wetu. Mimi askofu sitaacha kuwapigania waumini wetu, maana wanawana kwa mambo ya siasa kuzia tozika sisi wenyewe. Boksi la kula limeibiwa. Tuna haki ya kulipigania boksi la kula lirudi, ili haki itendeke. Hili boksi la kula ndio linaamua nani ameshindwa, nani ameshinda kwa mujibu wa katiba yetu. Lakini limeibiwa, halipo, halifanyi kazi, haliamui, wanaamua wengine. Ili amani iwepo, tuanze kwanza na haki kwenye uchaguzi, na boksi la kula lirudi mahali pake. Wanaokubaliana mimi waseme amina kubwa. Ukiona boksi la kula limeondoka, manake ni kwamba tunaanza kupata viongozi waovu hawajapatikana kwa njia ya haki, na wao hawatatenda haki. Kiongozi aliyepita sio kwa njia ya haki, na yeye mwenyewe hatatenda, na atazaa mazoea kwamba kwa njia za uovu anapita kwa njia hizo. Kwa hiyo hata kubali kwa njia ya haki tena siku nyingine, amezoea kwa njia zile zile. Na haya si maneno yangu, maneno ya Nape Nnauye, mbunge wa jimbo la Mtama kule Lindi, akiwa Kashai kule Bukoba kwenye uwanja ule, alisema maneno haya magumu sana. Akasema uchaguzi hauamliwi kwa boksi la kula. Akatangaza kwamba boksi la kula halihusiki, limeshaibiwa, wananchi mnadanganywa. Kwenda kupiga kula ni kupoteza muda, kujiandikisha kupoteza muda, nini kufanya yote ni maigizo. Na hapa akasema inategemea nani anahesabu, nani anatangaza. Hasa anayetangaza mwenyewe ni mwenye haki basi? Sio mwenye haki. Anahesabu ni mwenye haki? Sio mwenye haki. Katika mazingira ya uovu hayo, uovu unazaa aibu, bali haki inazaa amani na inazaa uhuru. Hakusema Nape peke yake, sio Nape peke yake aliyesema, alisema pia DC wa Longido. Anawaambia madiwani kwa Longido, anawaambia hamkushinda kwa boksi la kula. Serikali ilifanya mchakato. Anasema hakuna hata mmoja kati yenu hapa aliyeshinda kwa haki. Ina maana anambia ameshinda kwa uovu.
Anasema alifanya mchakato na mambo ya mapolini, na ushahidi huo wa maneno hayo, ndugu zangu, ushahidi ni kwamba watu walitumuliwa. Wangekuwa hawajamsikia wangesema kwamba bwana, sisi tukusikia. Walisikia na akamtumbua Napa, alikuwa waziri, na DC akaondoa DC wake, kwa sababu walitoa siri za uovu. Wakataka kusema ukweli wakati kwenye mazingira ya uovu. Na kwa sababu hiyo mimi nasisitiza, rudisheni kwanza boksi la kula. Rudisheni kwanza nini? Kuingia kwenye uchaguzi katika mazingira haya ni kuhalalisha dhambi ya wizi wa kula, ni kuwapa nafasi tena wezi kuingia madarakani bila ridhaa ya wananchi, kinyume na katiba yetu ibara ya 8 inayotambua uongozi wote lazima utokane na boksi la kula ambalo halipo. Au lipo, ndugu zangu? Nyie mlioshuhudia uchaguzi wa mwaka 2019 lilikuwepo boksi pale? Mlioshuhudia uchaguzi wa mwaka 2020 boksi lilikuwepo? Mimi mwenyewe nilishinda uchaguzi wa ubunge wa jimbo, nikashinda kwa kura 42,000 zidi ya mpinzani wangu aliyepata kura 28,000. Maaskofu hatuzuilii kugombea, niligombea na nikashinda. Nitaka kujua uovu unafanyikaje, hata kama tunaukemea, tunauombea, tukauone kwanza vizuri ukoje. Nikashuhudia mwenyewe wanatangaza matokeo kabla maboksi ya kura mengine hayajaletwa. Kata moja nzima masanduku yamefungiwa ndani ya shule, hayajaletwa, hayajahesabiwa, walishatangaza matokeo. Maana yake kwamba maboksi hayahusiki. Hata yaliyokuja haya hatujahesabu. Yale ambayo hajafika hapa situcheleweshe. Kata moja ya Ndolelezi kule Itilima, mkoa wa Simiyu, walihesabu kula ndani ya maboksi, diwani ameshinda. Mtendaji akatangaza aliyeshinda CCM nje ya boksi, hapa akakimbia. Wananchi wakasema maboksi haya hayatoki hapa, tunafungia hapa mpaka tuyahesabu tena tuone nani ameshinda huyo. Na maboksi yale kwa na kula za udiwani, kula za ubunge na kula za urais. Maboksi yale hayakujali, walitangaza matokeo ya ubunge jimbo la Itilima bila maboksi kuwepo. Ni ushahidi kwamba boksi limeibiwa. Tusichezewe, tusidanganywe. Kuambia kuna uchaguzi ni kwenda kuhalalisha wizi, na wizi Mwenyezi Mungu hautaki. Na sisi kama askofu kazi yetu kemea wizi, kemea uovu. Hii haikubaliki. Rudisheni boksi kwanza na tufanye uchaguzi. Vinginevyo naungana Chadema kusema no reform no election. Ninyi kazi yetu simple kujibu tu, sema yes reform, yes election. Shida nini? Yani jibu simple tu. Kwenye no weka yes. Basi serikali semeni yes reform, yes election. Hakuna vita, hakuna kupigana, tunapata haki, tunapata amani, tunapata uhuru. Wataka kutufanyaje? Unakataje reform? Huna muda kivipi kupeleka hoja bungeni kuambia jamani, hii ishi ya mawakala wasubiri mkurugenzi na ruhusu kuingia, tuibadilishe. Turuhusu mawakala wao na barua za vyama vyao vya siasa. Hiyo haina muda hiyo. Nachukua siku ngapi? Kuambia jamani polisi, msiingie kwenye chumba cha uchaguzi, nyie si wagombea.
Msiingie mondani na mabegi yenu ya kula, msiingie mondani. Nahitaji miaka mingapi kusema hivyo tu? Mbona kupitisha mnipeleka haraka haraka? Kuyafuta mnashindwaje? Jamani tupige tukubali jamani, tusiengue wapinzani. Kila atakayegombea tuangalie sifa zake, kakosea eni. Baadaye ende kaweka M, mwambie badilishe tu. Eni kuipeleka M, kuongeza tu mkwaju mmoja tu, chwa ishakuwa M. Naendelea kugombea. Box la kula liwepo. Katika mazingira hayo, ndugu zangu, tunaweza kuambiwa tuombee uchaguzi wa mwaka huu. Mtasikia matangazo mengi hayo. Ombeni uchaguzi amani, uende kwa amani. Ombeni uchaguzi amani, uwe huru na wa haki. Mazingira haya na waonya, mimi Mwana Mapinduzi sitaombea uchaguzi wa amani, sitaombea. Naombea upendo, naombea haki, mengine yatafuata. Msitufanye maaskofu kama mnatulipa mshahara wa kuombea mambo ya hovyo kama hayo. Sisi tunawaambia tendeni amani, tendeni haki. Ombeni. Yataanza makongamano sio muda mrefu. Kongamano la kuombea uchaguzi. Kuna mengine ya kuombea, mengine ya kuambia. La kuombea hili. Hili la kuombea jamani kweli. Hili la kuombea. Hili la kuambia. Rudisheni boksi la kula, tunalitaka. Mbona zamani lilikuwepo zamani? Zamani lilikuwepo kabisa, sio? Unaenda kupiga kula yako, anashinda uliyemchagua, anasifa, kila mtu anamuona yule anafaa. Lakini leo waovu na wanatamalaki. Sasa uchaguzi umekuwa uwanja wa mauaji, sio tena jambo la kiraia, bali ni jambo la vyombo vya dola kupambana na raia wasiokuwa na mafunzo ya kijeshi wala hawana silaha yoyote. Ndio maana tunashuhudia mauaji tangu box la kula liibiwe. Idadi ya waliouawa katika uchaguzi ni wengi. 2024 aliuawa mtu kule Temeke uchaguzi. Akauawa mtu kule Tunduma uchaguzi. Akauawa kule mtu Manyoni, kijana mwenye wanae 4 na mke wake, alipigwa risasi 4. Anagombea serikali za mtaa kitongoji. Kama tu uchaguzi wa serikali za mtaa watu wameuawa 3, uchaguzi unaokuja wangapi wanatekwa? Uchaguzi umekuwa kama sehemu ya rushwa na kufuja mali za umma. Uchaguzi ambao hatunao ni kama igizo. Unatumia zaidi ya bilioni 450. Hizo pesa mngejenga hospitali, ndugu zangu, mkatengeneza barabara, na mvua inaonyesha hii, kajenga madaraja, singesaidia? Kuliokuwa mnaambia tutatumia kama kufanya uchaguzi wakati uchaguzi hata haupo, umeshaamua tayari. Uchaguzi ni box la kula, lipo wapi? Box haliamui nani ashinde na ashinde. Hii ni dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Uchaguzi unasababisha watu kutekwa na kupotezwa kwa sababu ya kuwa na mawazo mbadala, na badala ya kujibu hoja, umezuka utamaduni mpya ambao umeibuka siku za karibuni, ni kumteka mtoa hoja, sio kuteka hoja. Kumteka mtoa hoja sio kuteka. Kila anayeongea unatekwa. Usipotekwa unashtakiwa kesi mchochezi. Kama sio uchochezi, gaidi. Sio gaidi, mhaini.
jibuni hoja, tekeni hoja, msiteke watoa hoja. Tuko huru kwa mujibu wa katiba yetu kutoa maoni yetu na mawazo yetu. Kwa sababu ya uovu, hata uhuru wenyewe unapotea pole pole. Mwaka 2020, kwa sababu mazingira ya uchaguzi kuwa sio mazuri, walipita wabunge 28 bila kupingwa na madiwani 872 na wenyewe walipita bila kupingwa. Kwa mazingira yale, na kuuliza swali, safari hii watapita wabunge wangapi bila kupingwa? Sio kwamba wabunge haugombea, waligombea kwa sababu ya dhuluma, engua bila sababu ya maana. Sisemi kuengua kwamba haikubaliki na kubalika, lakini uengue pande zote. Kuengua upande mmoja bila upande mwingine, hiyo ni haki? Hiyo ni haki? Hiyo sio haki, sio haki. Uchaguzi umekuwa uwanja wa mauaji, sio tena jambo la kiraia, bali jambo la vyombo vya dola kupambana na raia. Na ndio maana tunashuhudia mauaji tangu boksi liibiwe, na mambo haya hayakubaliki mbele za Mungu. Ndugu zangu, nataka kusema mimi hapa ni kwamba tusisitize kwa nguvu kubwa upendo na kutenda haki. Mengine yanaweza kuzaliwa baada ya hayo, lakini vinginevyo hawa wanaosisitiza amani bila kuongea upendo na kuongea haki, tunapoteza muda. Tunapoteza muda. Wanaodai kwamba wataka mabadiliko ya mazingira ya uchaguzi, waingie kwenye uchaguzi, madai yao ni ya haki, na mimi naungana nayo, na mimi naomba waumini wote duniani tuungane nao. Yasiwe madai yao peke yake, yawe madai ya kanisa na viongozi wa dini wote. Yawe madai ya watu wote. Tusikubali mazingira ya uchaguzi wa mazingira ya watu kuuawa, mazingira ya watu kutenda dhambi. Hili boksi lingekuwepo, lingekuwa lijaibiwa, wananchi mngeheshimiwa, msingetekwa. Ukimteka mtu umepunguza kula, lakini maboksi yalipo, kula yako hata haipo. Na mimi nawaambia ukweli, jambo hili nitalipigania mpaka lieleweke. Njia pekee sio kuninyamazisha. Njia pekee, sikiliza mashauri na waraka wangu, yafanyie kazi. Badilisha, tenda haki, twende sawa. Unaweza kuumia sana kwa baadhi ya mambo pengine unajua vizuri. Ningesema boksi limeibiwa. Kwenye nchi hii uwezekano wa kupata uraisi kwenye nchi hii katika mazingira tunayo haya haupo. Kwa mazingira haya, yaani wezi wameiba boksi la kula, wakatunga na kama sheria ili walindwe wezi. Ukiwagusa wezi unashtakiwa uliyemshika mwizi. Uliyemshika mwizi nini? Unashtakiwa. Kwa mujibu wa ibara ya katiba yetu, ibara ya 74 kifungu kidogo cha 12,
kinaleta ulinzi wa tume yenyewe. Tume haishitakiwi, waibe wasiibe, wamtangaze yeyote hata ambaye hajashinda, eti haishitakiwi popote. Hapo boksi limeibiwa, hajaibiwa hapo. Yaani wamepewa wezi, wameiba boksi, halafu hatua na sheria walindwa nini wezi, ili waibe vizuri, waibe huko nalindwa na sheria. Wakimtangaza ambaye hajashinda hawaruhusi kushtakiwa. Wakiiba kula hawashtakiki, wamepewa kinga na katiba ya nchi, ibara ya 74:12. Yaani katika mazingira haya kuna uchaguzi hapo, wanaambiwa nyie ibeni, fanyeni mnavyotaka, na mna mtu akushtaki. Hamna mtu afanye nini? Kushtaki. Hivi binadamu mla ugali kweli na maharage, umpe uhuru wa kufanya anavyotaka yeye bila kushtakiwa? Kuna watu wako hapa leo wanatenda haki, naishi maisha mazuri sababu wanaogopa sheria, sio? Wanaogopa kwani kushtakiwa, sio? Ikitoka tangazo leo, wananchi wote wamepewa kinga. Ukipiga mtu ushtakiki, ukiiba haushtakiki. TV zitabaki TV zitabaki nyumbani kweli? Magari yatabaki? Kuna mtu haibi gari sana, anaogopa nikiiba gari nitashtakiwa. Tume yenyewe imejivika uwezo wa kimalaika, eti tume kuanzia mwenyekiti wake na makamu wake na mkurugenzi wake wa malaika wametoka mbinguni, hawana kosa, hivyo msiwashtaki. Malaika hawa na ugali hawa wape uhuru huo, watamtangaza mpinzani ambaye ameshinda na hawashtakiki. Zaidi ya hayo, balaa lake sasa, matokeo ya urais yakishatangazwa na mwenyekiti wa tume au mkurugenzi wa tume, hayaruhusiwi kuhojiwa mahali popote, hata mahakamani. Yaani tume ni alfa na omega. Tume kisema ndio, hapana semaye tume. Kwa jamaa mmoja akisimama kwa kichuguu kimoja hivi, akatangaza ameshinda fulani hivi, akitoka hapo njiani msimshtaki wa kumbugudhi, na matokeo yenyewe msiyahoji, alikuwa na kula ngapi, msihoji. Kuna uchaguzi hapo? Kuna uchaguzi hapo nakuuliza? Matokeo ya vitongoji yanahojiwa, kijiji yanahojiwa, mtaa yanahojiwa, udiwani yanahojiwa, ubunge yanahojiwa, ya rais hayahojiwi. Na mtu hatari kwa nchi ni rais, sio? Mtu wa muhimu, mtu wa maana, mtu wa kwanza mwenye uwezo kubadilisha nchi ni mkuu wa nchi, sio? Tumpate mtu ambaye kama ameshinda tufuatie watu wake, ameshindaje tuyajue, tuyahoji, tushtaki mahakamani, walete ushahidi kwa zile nakala za mawakala za kila kituo, tuhesabu upya kama ilivyofanya kule Kenya. Aliposhindwa Raila Odinga akashinda Ruto, sio? Walienda mahakamani kuhoji, sio? Wakaleta ushahidi, wakashinda, wakaendelea. Kwetu hapo na shida gani kuhoji? Mnataka tufanyaje? Tunataka tuhoji matokeo, rais mlishindaje? Usitubumbie tu matokeo, hata mega tujapiga kula mnasema tu milioni 10. Nani kapiga kula hatuambiwi. Kipengele kiondolewe. Tuhoji.
ili muende kwa wananchi kuomba kula vizuri. Zisipotosha waheri, zikitosha nakutakia utawala mwema. Katika mazingira hayo, sio mazingira ya haki. Kuna haki hapo? Kuna haki hapo? Balaa lake sasa, ibara ya 46 moja inasema rais ashtakiwa akiwa madarakani, hata akitoka madarakani asifanye nini? Ashtakiwi. Sina maana ya kumsema mama Samia Suluhu Hassan, sina maana. Nasema tu nafasi ya urais. Sasa atakuja ataingia mwingine na alikuwepo wengine huko before. Hii swala la rais ashtakiwi, ni nani yeye? Malaika? Binadamu akaenda kwa kuambia ashtakiwi kweli? Akiwa madarakani na hata baada ya madaraka aliyapataje? Tumeishtakiki, matokeo ashtakiki, yeye mwenyewe pia ashtakiki. Huu Mungu uliovalao Tanzania hapa tunataka tuondoe. Ndio maana leo wanamwabudu rais kuliko hata Mungu mwenyewe wa mbinguni. Kama ingekuja rais hapa watu wangejaa, sio? Kuliko kwenda kujaa kwa Yesu. Amejivika uungu. Tumeona mambo kwa kutoka marais waliopita. Yale mambo yale. Pengine mama Samia ameyakuta. Lakini kwa nini sitakike? Unamfungulia nafasi ya kufanya uovu. Hata asipotenda haki utamshtaki wapi? Nchi ambazo rais anashtakika wanakuwaga makini sana. Hawezi kuteka watu, hawezi kuua watu, hawezi. Akijua akitoka madarakani anashtakiwa. Katiba ya South Africa inaruhusu kushtakiwa, inaruhusu. Fanya ufanyavyo, kimaliza jela na kusubiri jela, na kusubiri jela, na kusubiri jela. Lakini wakwetu hapa anafanya anavyofanya, hata akitoka hashitakiwi. Amekuwa Mungu. Kwa hata kama akiamua kwa uchaguzi awaue wote, anakuwa rais. Na amewaua, anakuwa rais. Si rais wa nini sijajua. Maana kwa tayari umewamaliza. Na baadaye miaka yake ikiisha, akirudi nyumbani kwa wajukuu hashtakiwi tena. Inaleta mambo ya uchaguzi ya hovyo kama haya, na amani anzia hapo. Chukua tu mfano watu, yaani usiende mbali sana. Leo tu tuseme kwamba jamani, ushtakiwi sasa hivi, ushtakiwi baadaye. Hakuna mahakama, hakuna polisi. Tungeishije? Bila wanajeshi, bila mahakama, bila polisi, bila mgambo, tungeishije? Tungemalizana. Kwa sababu ya hulka, tabia za kibinadamu. Kwa mazingira hayo, ni muhimu tupambane, turudishe boksi la kula. Na ukweli huu tumeupata kwa yale ambayo tumeyaona. Ni kupitia Pasaka hii. Ni wasihi sana wanaofufuo na uzima, tuhakikishe kwamba tutalinda haki kwanza. Na haki yenyewe, cha kwanza tuthamini maisha ya watu. Tuheshimu haki za binadamu. Tuheshimu haki za uhai wao. Tusikubali mtu afe kama ng'ombe, mtu apotee tu kama mnyama. Tusikubali. Kuthamini maisha ya watu ndio lengo mama la mambo yote. Tusipothamini maisha ya watu, hatuwezi kupata baraka za Mwenyezi Mungu. Madhara makubwa yanatokea baadaye tusipofanya hivyo.
Kwanza ukosa uhuru, lakini ukosa amani, watu kutekana, watawala kufanya mambo ya hovyo wakiamini kwamba wana kinga ya kutoshtakiwa. Madhara haya tuyaepuke na kuyakwepa kwa kukubali kuishi maisha ya upendo. Mimi ni muumini mzuri sana kupenda watu, na naamini kwenye upendo kunaweza kuwa na amani, kunaweza kuwa na haki. Sasa nikwambia kitu, ukiwa unapenda watu, watu watakulipa upendo. Watakulipa nini? Ukichukia watu, wakikulipa upendo, mnaishi kwa amani. Mnaishi kwa nini? Kwa amani. Na mkiishi kwa amani, mnakuwa na uhuru. Lakini kama tukiendekeza mambo ya chuki, hakuna haki, alafu tukomee kuhubiri amani na uhuru, tunapoteza muda. Niseme kidogo na viongozi wa dini. Viongozi wa dini, nataka na kuwaomba wawe mfano wa jamii inayoamini. Kiukweli ni kwamba tumewachia sana watawala, wameanza kuwa waamuzi wa maisha ya watu sana kuliko viongozi wa dini. Dini zote mbili au zaidi ya hizo mbili, akitoka Mwenyezi Mungu anafuata nani? Akitoka Mwenyezi Mungu anafuata mitume wake, anafuata Yesu Kristo na Mtume Muhammad wa dini ya Kiislamu. Ndio tunachokiamini hicho. Kwa mwingine zaidi hapo, au akitoka Mungu anafuata waziri, anafuata rais, anafuata mfalme, anafuata nani? Mitume wake. Akitoka Yesu anafuata nani? Wanafuata mitume wake pia, wanafuata watumishi wa Mungu. Nafasi ya watawala iko wapi hapo? Watu wote ni wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ametuma mtume wake. Zaidi tu mtume wake ana watumishi wake, maaskofu, wachungaji, mitume na manabii, mashehe na maimamu. Sisi ndio tumepewa dhamana ya kusimamia maisha ya watu. Mtu akichezea na mtawala, tusinyamaze. Huyo ni mtu, ni muumini wetu. Mzee Kibao hakuwa muumini wa watu, hakuwa muumini mahali. Ndugu yake mmoja huko nyuma amewahi kuwa shehe mkuu wa Tanzania, Amani Manengero, sio muumini wa kanisa la Yesu mahali. Ukiongea kina Deo Soka, mchungaji wake anawaza nini? Akina Kipanya, akina Chaula, kanisa liliomboleza, likuomboleza, liliumia. Ina maana muumini mmoja alipotea. Nitamshangaa mchungaji wake, kwangu hapa hajapotea hata mmoja, na wakijaribu kumpoteza kwangu hata mmoja hapa, kutawaka moto vibaya mno. Mimi niko tayari kuacha kondoo 99 nikamtafute mmoja aliyepotea. Sirudi mpaka nimpate. Nikimpata narudi nini? Kwa furaha. Na wapigania kondoo za wengine waliopotea, wachungaji wao kimya tu. Ifike mahali wachungaji na nyinyi jamani, msiangalie sadaka za watu, mwangalie pia maisha ya watu pia.
akipotea kimya, asipotoa sadaka mahubiri kibao. Wachungaji wa mshahara mkome, maaskofu wa lambasari mkome. Lambasari hao wako wenzangu wengi tu ambao wao sasa hawasemi kwa sauti kama mimi, sauti ya chini chini. Kusema kweli hapo umepatia. Toka useme kwa sauti. Unamumunya nini? Wote ni waumini wetu. Awe mtawala, awe polisi, awe mwanajeshi, awe CCM, awe Chadema, ukija hapa wewe ni muumini wangu. Nina haki ya kukulinda na haki ya kukemea. Msikae kinyonge maaskofu na wachungaji. Na kaje kinyonge hivyo? Hawa wakifa nani anawazika? Kama hataki tuwakemee, asitoke mgomo. Akifa polisi hatujiguzika. Akifa mtawala tajizika mwenyewe. Sio kwenye ukemea anasema tayari na siasa. Ukifa chungaji njoo tuongozee misa. Misa nikuongozee wapi? Kwanza umekufaje? Na kuongoza ukiwa hai ni kuongoza vizuri siku ya kufa. Maaskofu na wachungaji pembeni, kifua mbele. Msiongee maneno kwa mwenye chini kwa chini. Ongeeni wazi, speak out. Na wengine sasa wamekuwa wabaya zaidi. Paka naanza kuingiwa na hisia kwamba wengine hata si wachungaji, wengine wamejiingiza kwa siri, wametumwa. Maana kwa msafara wa Mbamba na Kenge hawakosekanaji. Inakuwaje mchungaji kabisa, askofu kabisa, katikati ya maovu na nyamaza? Watu wanakufa huko kimya, wanatekwa. Biblia inasema Isaya, piga kelele usiache, waambie watu makosa yao, iambie Israeli dhambi zake. Unanyamazaje sasa? Kazi ya askofu mchungaji ni kukemea maovu. Kemea wazinzi, kemea wezi, kemea wala rushwa, kemea hao wanaoiba uchaguzi, hao nao ni wizi, wakemewe. Wakemewe. Unamung'unya maneno nini? Halafu ngaliambia mapinduzi, punguza maneno, uwe makini, nyamaza, ukome wewe, ukome. Umeshindwa kuongea wewe. Sisi tunaongea, unataka tunyamazishe. Mimi mbaya, mimi mbaya, mimi mbaya. Wewe hujui aliyenituma nani, hujui yuko nyuma yangu nani. Nitakupasua. Tena nyamaza kimya kabisa, sija kwa familia yako. Mimi napenda taifa langu, napenda haki, ili tuwe na amani, tuwe na uhuru. Tusipokemea mambo haya, taifa likiharibika, hapa dayo mbunge wala waziri, wachungaji mlio nyamaza motoni. Na washukuru maaskofu sasa Katoliki kwenye Pasaka hii wametuma ujumbe wazi wazi. Wamesema acheni dhuluma, acheni ubaya, acheni kuteka watu. Na mshukuru askofu wa KKT, baba askofu Bagonza wa Karagwe, hanyamazi kama wengine.
anasema, namshukuru Askofu Mwamakula, namshukuru Askofu Mwamalanga, namshukuru Mchungaji Mbarikiwa, namshukuru Mchungaji Abiudi Bishori. Wengine machawa hawa na mashakana hata kama wito wanao, sijui kama wito wanao. Na mimi natoa wito, waumini msie mkasali kwa watu machawa. Tafute makanisa ya maana kwenda kusali, mkatoe sadaka huko. Tunakuwa na maana kwa taifa letu. Unasalije kanisa ambalo mchungaji wake yuko kimya tu? Watu watepa kimya. Ibada yake eti nzima matoleo tu, michango tu. Watu wakitekwa, wale watu wao nani? Kama umeshinda uchungaji, kafanye kazi nyingine. Uchungaji ni wito. Uchungaji ni kumwakilisha Yesu Kristo, ni kusimama upande wa haki. Uchungaji ukemea maovu, ni kukataa mambo mabaya kwa taifa. Damu ikiwa taifa, taifa inapata laana. Mabaya kiwapata watu na uliona mapema, damu yao itakuwa juu yako. Wako maaskofu wazuri sana. Tusiwaogope hawa waliovaa manyota hawa. Hawa watu hawa ni waumini wetu. Nasema tena ni waumini wetu. Tusiwaogope. Tuwaambie, baada ya kustaafu wanakuja kuwa wazee wa kanisa, wengine wachungaji. Na mimi naomba, kama kuna mpango kuwagusa watumishi wa Mungu kwa sababu ya kutetea haki, mtagusa pabaya. Waulize waliomgusa Yesu yaliyowapata. Hakuna aliyegusa mtumishi wa Mungu akabaki salama. Wanakufa bila kuzikwa. Nirudie kusema tena, kupitia Pasaka hii, kama Yesu alivyojitoa kwa ajili ya wengine, wachungaji na maaskofu tujitoe kwa ajili ya wengine. Tusinyamaze, tukemee maovu. Naomba nisome andiko la mwisho la muhimu sana. Zaburi 94. Andiko hili lisome vizuri kwa sababu